uongozi wowote ambao unaitwa MWAUWASA, uongozi wowote anaojiona ni kiongozi katika MWAUWASA, wote tumewasimamisha. Hapa tutaanza upya. Kiangalia mafundi wamejaa rushwa. Nataka kuunganishiwa maji mpaka utoe kidogo dogo, haiwezekani. Unamuuliza DSS, watu wameunganishwa, wameomba kuunganishiwa maji. Wapo wateja wangapi wameomba kuunganishiwa maji? Hawajui. Haiwezekani. Sina mashaka kwa mkurugenzi wa MWAUWASA Neli, umefanya kazi kubwa, umefanya kazi nzuri. Sina mashaka, mpigieni makofi mengi sana. Amebakisha wiki hizi 2 amalize majibu yake. Nimemwambia pamoja na dangu umalize salama, tunaleta mkurugenzi mpya. Hapa tunaanza upya. Inakuwaje wananchi wakose huduma alafu maji yanapotea kwa kiwango hichi? Namuuliza technical manager ambaye yeye ndio msimamizi wa mambo yote ya ufundi. Pale maji yanapotea mengi, wanaweka mawe, katibu mkuu akalivubua. Maji yanapotea mengi. Namuuliza kwa nini hapa, una changamoto ya fedha au uzembe? Ananiambia ni uzembe. Sasa nataka niseme, unaweza ukampenda sana mtoto wako, lakini akiumwa ukienda kwa daktari, daktari anasema ili apone anatakiwa apige Kristapeni, ingawa inaumwa. Hawa lazima tuwapige Kristapeni MWAUWASA. Tulikwenda Nyegezi, hali ni mbaya kwenye matengi. Nimetoka hapa na nitumie nafasi hii kuomba radhi wana Kirumba, tumechelewa kwa ajili ya mkutano huu. Nimezungumza na watendaji wote, wafanyakazi wote wanaofanya kazi MWAUWASA. Niliwauliza swali moja, mlikuwa na uzalishaji wa lita milioni 90. Sasa hivi mnazalisha lita ngapi? Wakasema tunazalisha lita milioni 138. Tuna miradi mingapi ambayo inaendelea? Ananiambia tuna miradi zaidi ya 8 yenye thamani ya kiasi gani? Zaidi ya bilioni 100 katika kuhakikisha tunamaliza tatizo la maji kabisa. Sasa kama kumbe mna lita milioni 138, hata kama tuseme tuchache, simwambie bwana nyie Kirumba mtapata Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Mtu anaweza kuvumilia siku 2. Mbona ubabaishaji ni mwingi? Tatizo ni nini? Nieleze. Nipe taarifa ya mgao. Nimemwambia asubuhi technical manager tunaanza ziara. Nataka taarifa ya utoaji wa huduma katika jiji la Mwanza. Mpaka ninapozungumza sijakabidhiwa taarifa. Anapita kushoto, anapita kulia. Nimezungumza naye, hana taarifa. La pili, moja ya jukumu la kuweza kusimamia mamlaka hii ni management, kwa maana ya uongozi. Management ipo pale. Nimemsimamisha mmoja. Nikawaambia nyinyi jukumu lenu ni kusimamia hii taasisi. Dhamana ya kutoa huduma ya maji imepewa Wizara ya Maji. Ndio maana kuna waziri wa maji na katibu mkuu wa maji. Kuna naibu waziri wa maji na naibu katibu mkuu wa maji. Mheshimiwa Rais akaona hatuwezi kufanya kazi piki yetu, ndio zikaanzishwa taasisi. Ukija Mwanza kuna MWAUWASA. Ukienda zako Kigoma kuna KIWASA. Ukienda zako Arusha kuna AUSA. Ukienda Dar es Salaam kuna DAWASA. Kila mkoa. Sasa nyinyi mmepewa hili jukumu la kutoa huduma. Na wauliza mmoja, hebu simama, jitambulishe. Unaridhika na huduma inayotolewa na MWAUWASA? Anasema siridhiki. Wa kwanza. Haya wewe unaridhika? Anasema siridhiki. Wote pale hawaridhiki. Sasa nikasema kama nyinyi hamridhiki na huduma mnayotolewa, mwananchi je, ataridhika?